wanatakiwa watoe kila mwaka. Hisani ile itakayotoka itakuja kuondosha mambo madogo madogo yaliyobaki. Kwa mfano madawati, sijui kudaiwa bili za umeme na mambo kama hayo yote yatakwenda kuondoka. Lakini kwa sababu mgodi huu ni mkubwa, hata hisani yake itakuwa kubwa sana na mtaweza kufanya mambo mazuri ya maendeleo. Lakini Sengerema halmashauri haiko vizuri. Haiko vizuri kwenye matumizi ya fedha. Yenyewe haikusanyi fedha za kutosha, lakini inafuja fedha zinazoletwa. Kwa maana hiyo, serikali tumeamua kuleta wakaguzi maalum kwenye halmashauri hii kuangalia hesabu za halmashauri. Lakini nizungumzie pia swala la kituo cha afya. Najua kuna uhaba wa madawati, vifaa tiba na watumishi. Na watumishi sio tu kwa afya, lakini pia kwa elimu. Nataka niwahakikishie kwamba swala la watumishi tunakwenda kulipunguza. Punde hivi tumetangaza ajira nyingi tu kwa walimu, karibu ajira 6,600, na kwa watumishi wa afya ni karibu 3,000. Watumishi hawa tutakapowaajiri tutawagawa Tanzania nzima na watakwenda kupunguza tatizo. Lakini niwahakikishie pia hospitali zote tulizozijenga, iwe kituo cha afya au hospitali ya wilaya au ya mkoa, lazima tuweke vitendea kazi, vitendanishi na vifaa tiba. Kwa kama kuna hilo tatizo, halmashauri jipange vizuri, waje serikalini watueleze. Kupitia TAMISEMI vifaa hivyo vitapatikana. Lakini kama alivyosema mbunge hapa kwamba kuna madeni ambayo halmashauri inadaiwa. Inashangaza kuona serikali tunaongeza kila mwaka bajeti ya madawa na vifaa tiba, lakini maeneo mengine Tanzania unakwenda unaambiwa dawa hakuna, vifaa tiba hakuna. Hiyo inaonesha udhaifu wa uongozi katika eneo husika. Kwa Sengerema tutaiangalia vizuri. Lakini jengine ni kwa upande wa maji. Naambiwa wananchi wanakosa maji kwa sababu lile shirika la maji Sengerema, ule wakala wa maji Sengerema unadaiwa bili za umeme. Sasa hapa sioni mantiki, kwa sababu kama wananchi wanalipa, kwa nini wasindwe kulipa na wao bili za umeme ili maji yapatikane? Hiyo inaonyesha kwamba Sengerema bado kuna kazi kubwa ifanywe kwenye nyanja za uongozi wa wilaya hii, lakini pia halmashauri zake. Masuala ya barabara Mheshimiwa Waziri ameyasema vizuri, pamoja na vivuko. Sasa mimi nijielekeze kwenye mambo mengine kama umeme vijijini. Naambiwa kasi ni ndogo, lakini nataka niwahakikishie kwamba Waziri wa Nishati alishaitisha tenda zote na wakandarasi wamepatikana. Tukimaliza bajeti ya mwaka mpya wa fedha, wakandarasi watakuwa kote, na nataka niwaahidi ikifika mwaka 2024 Tanzania yote itakuwa imepata umeme mijini na vijijini, kwa sababu kazi kubwa inafanywa na Wizara ya Nishati, na sisi serikali tunajitahidi kutoa fedha ili wakandarasi waendelee kupeleka umeme vijijini. Litakalobaki ni kazi ya TANESCO kuunganisha sasa umeme uliopo vijijini kwenye majumba na taasisi nyingine za kibiashara. Kwa hiyo kazi kwa upande wa umeme inaendelea. Lakini Sengerema pia nimeambiwa kuna tatizo la baraza la ardhi, lakini serikali tulishatoa kibali baraza liundwe na tutasimamia uundaji wake ili kusimamia masuala yote yanayohusu ardhi na kuondosha migogoro ya ardhi iliyoko upande huu. Jengine ni swala la stendi mpya ya Sengerema, ambapo tayari fidia imeanza kutolewa na serikali. Tumeshapanga fedha za ujenzi wa stendi kupitia halmashauri. Ndugu zangu, swala jingine hapa ni VETA Sengerema. Kama alivyosema, VETA zipo 3, tatizo ni vifaa. Tutakwenda kukaa na wizara husika tuone utakavyoweza
kusogeza vifaa ili vijana hawa wapate mafunzo na waweze kujiunga na miradi inayokuja Sengerema. Nadhani nimezimaliza. Kuna swala la shule za sekondari ambapo tayari Mheshimiwa Mbunge ameshaambiwa achague anapotaka. Shule zinajengwa kuanzia mwaka mpya wa fedha, kila mkoa tunakwenda kujenga shule za sekondari mchanganyiko, lakini pia tunakwenda kujenga shule za sekondari za wasichana tu, ambao itakuwa ni shule za sayansi kwa ajili ya wasichana. Kwa ndugu zangu, kazi tunaendelea kuifanya. Tunatambua changamoto zilizoko Sengerema na wabunge wenu wanajitahidi kuchapa miguu katika mawizara hata kwangu kuja kueleza hizi shida. Niwaahidi kwamba shida zote hizi tutazifanyia kazi. Ninaloliomba kwenu kama alivyosema Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwanza ni kutunza miradi ya maendeleo inayoletwa kwenu, iwe ya afya, iwe ya elimu, iwe madaraja kama hili hapa, au migodi kama huu ambao tumetoa leseni juzi. Naomba sana tunzeni. Zile ni mali za wananchi wa Sengerema, kwa sababu mapato yale yatafaidisha Sengerema, lakini kazi zitokanazo na miradi ile watafaidi wananchi wa Sengerema. Kwa miradi yoyote iliyoko kwenu ni miradi yenu, tunzeni, simamieni. Lakini la pili ni suala la kutunza amani na utulivu. Serikali yenu tunajitahidi sana kutafuta fedha za kuleta miradi ya maendeleo, kumaliza changamoto ambazo wabunge wenu wanatuambia. Mkitulia na mkiwa mnaishi kwa amani na utulivu, serikali yenu tunapata muda mzuri wa kukaa na kufikiri nini cha kufanya, wapi tuondoshe changamoto gani. Mkivunja amani na utulivu, mtatushughulisha, hatutaweza kuyafanya mambo ya maendeleo. Naomba sana niwapongeze kwamba Wanasengerema mmetulia. Naomba muendelee na utulivu huu, mtunze amani ya nchi, mtunze amani ya eneo lenu. Lakini jingine ni swala la kufanya kazi. Tulipoingia awamu ya 5 tulisema hapa kazi tu, na kazi yetu mliiona tulioifanya. Lakini kwa sababu ambazo Mungu anazijua mwenyewe, muasisi wa hapa kazi tu amerudi kwa Mungu. Tumwombee Mungu amlaze mahali pema peponi. Amina. Mimi niliyekuwa msaidizi wake ndiye amenipa kijiti sasa. Lakini nilichosema ni nini? Ile kazi iendelee. Ilikuwa hapa kazi tu, lakini sasa kazi iendelee. Kazi ile ile iliyoasisiwa na muasisi wetu sasa tuendelee nayo. Niwaombe sana, popote pale ulipo, kama ni mvuvi, kama ni unafanya kazi yoyote, nenda kafanye kazi yako kwa weledi, ikupatie kipato, utunze familia, na kwa ujumla maendeleo ya taifa yaweze kupatikana. Naomba sana ndugu zangu, twendeni tukachape kazi, wala tusigojee tu kila kitu serikali. Serikali tutafanya yanayotuhusu kwa uwezo wetu, lakini wananchi nanyi mkifanya yanayowahusu kwa uwezo wenu, mkilipa kodi zenu ndogo ndogo mnazotakiwa kulipa, mtatupa uwezo serikali kwenda kufanya mambo makubwa zaidi. Daraja mnaloliona hapa, hesabu zake mimi naziona kwenye karatasi tu, sijaziona hata benki. Ni mabilioni 700 na hiyo ni pesa nyingi mno. Kuna pesa ambayo tumetoa, kuna pesa ambayo tumekopa kujenga daraja hili. Kwa ile pesa ambayo tumekopa lazima irudi, na kurudi kwake ni kwa nyinyi wananchi kulipa kodi. Mkilipa kodi zenu tunakusanya, tunarudisha kwa waliotukopesha. Sisi tuna mawazo ya kurahisishia wananchi wetu maisha yao, usafiri na usafirishaji na mambo kama hayo. Tunapokuwa tumeishiwa tunakwenda kukopa, na tunapokopa lazima turudishe, na kodi zenu ndio zinatufanya sasa turudishe. Sasa daraja hili linakuja kwenu, litarahisisha usafiri, litaleta ajira, magari makubwa yatapita hapa kwenda nchi za jirani, mambo mengi yatafanyika, Sengerema itafunguka, itakuwa ni kituo kikubwa cha biashara
naomba mlipe kodi zenu kama mnavyopangiwa na halmashauri, ili tupate uwezo wa kurudisha mkopo tuliojengea daraja hili. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, ni washukuru